Umemtaja Faisal Salum, anaitwa nani Zanzibar Finest? Feitoto Zanzibar Finest. Ile inakuja mwisho. Anaanza Feitoto alafu ndio hiyo. Unataka uanze na Zanzibar Finest. Sawa, mwenyewe anajiita Feitoto. Mwenyewe anajiita Feitoto. Haya mengine ya kwetu sisi. Tunamzungumzia mchezaji bora wa mchezo wa jana. Faisal Salum. Michael, tathmini ya kiwango alichokionyesha Faisal Salum katika mchezo wa jana. Unafikiri alistahili kuwa mchezaji bora wa mchezo wa jana? Na kama alistahili kuwa mchezaji bora wa mchezo wa jana, Kinga Mkono atakuja kutueleza na yeye kwa upande wake nini ambacho kilikuwa ni cha tofauti sana alichokionyesha jana Faisal Salum. Kwa Faisal Salum nafikiri ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanaonesha uhatari wakati ambao wanaenda kulishambulia lango la Young Africans kwenye mechi. Matukio ambayo Yanga alioweka kwenye wakati mgumu kwenye mechi, matukio mawili yamehusika nayo Faisal Salum. Utakumbuka tukio la kwanza ambalo tulizungumzia mwanzoni wakati anaenda kumpress Bakari Nondo, ilikuwa inatokana na kile ambacho alikifanya. Ile Baka ndo Baka akaenda kufanya clearance kwenye lile tukio, kwa sababu pengine asingekuwa yeye pale ingekuwa ni rahisi zaidi kwa Faisal kuweza kuchagua sehemu ya kupeleka ule mpira. Lakini Baka kwa sababu ni mmoja una screen protector. Unamvuka yeye unaenda kukutana naye huko kwa screen protector, lakini mtu wa mwisho kwenye kuzuia kuna mtu ambaye angekuwa anaweza kufanya hilo jambo. Lakini ukiachilia mbali tukio hilo, utakumbuka pia tukio la shuti ambalo alipiga kutokea mbali wakati Djigui Diarra timu ikiwa possess, yaka amesogea mbele kidogo. Djigui Diarra akaona kwamba naweza nikasogea na mimi kuisupport team. Faisal angalia ikiwa mbali tumia kwenye attempt ambayo alifanya, lile shuti ambalo alipiga ambalo lilikuwa linawapa pia wakati mgumu Young Africans, na pengine kuona kwamba kulikuwa na kazi ya ulazima ambayo walikuwa wanatakiwa kuifanya kwenye tukio. Balak ikawa ni off target, haikuwa ni target ambayo angeweza kuipata na pengine kuwapa Yanga goli. Kwa hiyo unaweza kuona kile ambacho pia alikuwa na keep busy wachezaji wengi wa Yanga kwenye kumzuia kwenye mpango ambao alikuwa anatengeneza, na so far vitu vingi kwake vilikuwa vinafanikiwa, ikiwa ni pamoja na pasi ambazo alikuwa anapiga zilikuwa zipo successful kwenye maeneo mengi ambayo alikuwa anatengeneza matukio namna hiyo. Pengine hicho ndicho ambacho kilifanya yeye kuwa mchezaji bora kwenye mchezo. Kinga Mkono, kitu cha tofauti ama vitu vya tofauti alivyovifanya Faisal Salum jana. Mosi, Michael ametuambia, amegusia kwa mbali kwamba alikuwa ni threatening. Alikuwa analeta hatari sana kwa mashabiki wa Yanga ama kwa kikosi cha Yanga kwa ujumla wake. Kingine ambacho cha tofauti ulichokiona wewe? Kwenye mechi zidi ya Yanga, tangu wametoka Yanga amekwenda Azam, mechi ina kwa kwake Faisal anakuwa hii mechi anaibeba mgongoni. Yani ana deni na Yanga. Unaona yani anaonyesha kwamba mimi niliondoka kule lakini bado nina jambo na nyinyi. Na ndio kitu ambacho Azam wanafaidika nacho sana kutoka kwa Faisal. Kwa sababu mechi zote waga anajituma na anafunga mechi zingi, anafunga kucheza na wafunga Yanga. Umeona? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anajua mazingira yake aliondoka Yanga. Kwa hiyo anataka kuambia Yanga mimi nina jambo, mimi ni bora. Kwa hiyo ni mara nyingi anaonyesha kitu kikubwa sana na anajituma kwa kiwango kikubwa sana kwenye mechi zidi ya Yanga. Unamuona jinsi alivyokuwa anahangaika uwanjani. Kuna wakati alivyobadilishwa kutoka pale juu akawa anarudi chini hapa, anakuja anachukua mpira chini, anapandisha timu. Yaani unamuona timu ile kaibeba mgongoni yeye kwa uwezo wake, kwa kipaji chake, anaonyesha kila namna ambavyo anatafuta goli kuhakikisha kwamba Azam inapata ushindi kwenye mchezo huo, kwa sababu yeye ana deni lake na Yanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho namsifia kwa hilo kitu ambacho anachofanya kila siku, kwamba anawaonyesha kwamba mimi Yanga ni mchezaji mkubwa na niko huko Azam, niko na maslahi yangu na nataonyesha zaidi kile nilichokuwa nacho. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amejituma na ametengeneza nafasi nyingi, sema wenzake bahati mbaya washindwa kuzitumia. Ikawa siku mbaya kazini kwao, wakaishia kupata pointi moja. Na sare ya 7 hii sasa sijui wanafika nazo wapi. Sare ya 7 hii. Hii ni kwa ujumla wana sare 7. Wana sare 7. Yule ni Hashim Ibwe. Ndio. Afisa habari wa klabu ya soka ya Azam. Nafikiri Michael, kwa kufungia tu huo mjadala, yale yaliyokuwa umetokea mwisho, filimbi ya mwisho imepigwa, wachezaji wanakuja
mpaka baadhi ya viongozi unakuta wanazonga waamuzi. Nini tatizo? Nafikiri kuna matukio ambayo pengine wao walikuwa hajaridhishwa na kile ambacho kilikuwa kimeamriwa na mwamuzi wa mwisho, ikiwa ni pamoja na tukio la mwisho ambalo Yanga walikuwa na dai kwamba lilikuwa linatakiwa kuadhibiwa kama ni foul. Ambayo kwa sababu ilikuwa ni katika penalty box. Foul ambayo imetokea kwenye penalty box, maana yake ingekuwa ni adhabu ya penalty. Na ni tukio ambalo ukiangalia unaweza kuona hoja yao hasa ni nini. Kwa nini? Kwa sababu kwenye tukio la foul and misconduct utaangalia ni nani ambaye ameenda kumvamia mchezaji ambaye anamiliki mpira, kwa sababu mwamuzi mara nyingi nasema anakuwa na haki ya kumlinda yule ambaye yuko na mpira kwa wakati huo. Na ukijaribu kuangalia wakati huo, Michael, hebu angalia tukio hili. Alimsukuma. Ya tukio lingine ile ambalo unaona pia nalo linaweza likawa na mjadala, kwa sababu nimesema hapo mwanzo kwamba mwamuzi atamlinda mchezaji ambaye alikuwa anamiliki mpira, yuko na mpira, ambaye anamiliki mpira ndiye mchezaji ambaye anatakiwa kulindwa zaidi. Hasa ukiangalia kwenye tukio ambalo liko inaonekana hapa la Faisal Salum na Mudathir, unaona umiliki ulikuwa ni kwa Feitoto. Fei ambaye alikuwa ameupata mpira na anakokota kuelekea kwenye eneo ambalo ni la hatari zaidi. Anapata mpira, anaenda kushambulia, mkono wa Mudathir ukawa umeenda kumtoa kwenye reli na akaupoteza umiliki wa mpira na mpira ukapotea. Kitendo ambacho nacho pia kilikuwa kinatafsiriwa kwamba ni faul ambayo alikuwa amefanya Mudathir. Ndio hapo ambapo tarudi pia kwenye tukio ambalo alienda kufanyiwa Prince Dube kwenye dakika za mwishoni kabisa mwa mechi, ambapo yeye baada ya kupokea pasi ya Max, unaona alikuwa na turn na mpira bado upo kwenye miliki yake, akawa anaitafuta target. Sasa wakati upokea mpira, hii ilikuwa tayari limeshatokea tukio lingine la offside. Ndio tukio hili ambalo linaanzia hapo. Unaona mpira ambao anapokonya Max. Sasa angalia wakati ana turn na mpira anakwenda kutafuta target ya kupiga, kuna contact ambayo ilitokea kati ya Prince na mlinzi wa Azam FC. Shajua. Umeona sasa kuna kitu kimoja kinga mkono huwa tunaambiana sisi watazamaji. Hawajalalamika wale ambao wanatakiwa walalamike wapate kiasi. Wamvamie refari au? Simuona ile tukio, unaona Fuentes amefanya kazi kubwa sana ya kumzuia Prince akaupate mpira wake. Kuna ile hali ambayo huwa tunasema nchi kutoka ukanda wa kaskazini zenyewe huwa zinashinikiza, yani mwamuzi anashinikizwa afanye uamuzi fulani kutokana na kitu ambacho kwa wakati ule hakuna mtu ambaye anakuwa ana asilimia zaidi ya 90 kwamba vile ndivyo kitokea, lakini mwamuzi anashinikizwa. Sasa pengine au kushinikiza, wamekuja kushinikiza huku mwisho huku mpira umeisha, hatuwezi kurudi tena tukaambia penalty. Mambo alipata Manchester United kwa VAR, sio watu warudisha mpira. Manchester United tu anaweza mambo. Hapana, hii hata Manchester warudisha mkapiga, waliweza wakapiga penalty. Lakini matukio yanafanana. Kuna tukio moja kama mechi nyingine kama hilo, lakini mtu kafunika. Sasa ndio maana nakwambia haya kushindikiza. Lakini wale nao wakushindikiza, lakini mwamuzi tu alipuliza, aliona tukio akafunika. Sasa mwamuzi bora alimaliza vile vile. Dakika zile zishaenda matukio. Hebu elewa kushindikiza. Kwa hiyo angelaumiwa sana mwamuzi hapa, kwenye kalaumiwa bado. Kwa hiyo kilikuwa bora. Kazi yake yenyewe kutenda haki au kulali. Lakini ndo nasema kila mtu anakosea kwenye kazi yake. Kila mtu anakosea kwenye kazi yake. Na ndio maana wazungu wamekuja na teknolojia. Acha masuala ya teknolojia. Wewe. Kwa hiyo sasa ili kupunguza, waamuzi wameletwa watano. Ngoja kwambie, waamuzi wameletwa watano. Imeletwa teknolojia na bado teknolojia yenyewe vivyo kuna wakati inaleta matatizo kuliko kutatua. Kwa hiyo yote ni sehemu kwamba waamuzi ni sehemu ya binadamu. Kiwango cha Djigui Diarra mchezo wa jana, kiwango cha Aishi Manula mchezo wa jana, mnafikiri kwamba ndio watu ambao kwa kiasi fulani waliamua mechi kwa kiasi kikubwa kuweza kumalizika suluhu? Kwa Aishi Manula, ukijaribu kuangalia tukio ambalo alikuwa attempted zaidi lilikuwa ni tukio la dakika 26, shuti ambalo lilianza kwa Prince
ameupiga mpira ambao Manula aliupunch na baadaye kama cross hivi ambayo alipigwa ile umbo la nusu mwezi wanaita wakati mpira ule anaupige mwezi mwandamo au ndio kutumia sana hiyo kwa sababu tarehe zinakaribia. Mwaliko ninao lakini nipata mwaliko kutoka mwanangu Rashid Hamisi. Mashaallah. Natoka Kigoma, akirudi tu nipo naye. Au nataka kusemaje? Tuendelee. Swala tulikuwa tunajadili mwanzo hapa sitozi hayataki. Kwa hiyo ni attempt ambayo ilitokea kwa Aish Manula, unaweza kusema alifanya kazi ya ziada kwenye kuifanya timu kubakia kwenye mikono salama. Lakini kwa Djigui Diarra unaweza kuona alikutana na matukio mengi zaidi ya yale ambayo alikutana nayo Aish Manula, ikiwa ni pamoja na lile ambalo lilisema la Zidane ambaye alipata mpira ambao ilikuwa mwanzoni tu mwa kipindi cha kwanza. Pasi ambayo ilitoka kwa Ashraf aka-intercept akaingia nayo vizuri, wakati anajaribu kuikunja kuelekea kwenye lango, Djigui Diarra akafanya kazi ya ziada ambayo ndio nasema ni kazi sasa ya mlinda mlango, kwamba tuoneshe kwamba system ya timu kwenye kuzuia imefeli. Wewe sasa mtu wa mwisho hapo unatusaidiaje? Wewe ndio screen protector. Wewe tusaidie sasa wewe kama mlinda mlango kwamba timu imefeli kwenye kuzuia, kuanzia viungo na walinzi wamekwama. Wewe sasa unatuonesha nini kwenye ile eneo ili tuone kwamba tuna mtu pia ambaye anaweza akatusaidia, kwamba sio tu tupo watu 10 huko wewe tumekusahau. Kwa hiyo alifanya tukio ambalo lilikuwa ni bora sana kwake, unaweza kumpa credit, na kuna nyakati ambazo unajivunia kuwa na golikipa wa aina yake. Na unajaribu kuona pia kuna baadhi ya nyakati ni kama yeye mwenyewe alikuwa anatamani pia mechi iwe na kasi. Jana kuna matukio ambayo alikuwa anafanya akipata mpira immediate anaanzisha. Nafikiri moja ya wachezaji ambao kichwani mwao walikuwa naamini kwamba hii mechi tunaitaka zaidi kuliko ambavyo tunaweza tukaipata, na unaona baadhi ya nyakati ambazo alikuwa anajaribu kulifanya hilo jambo. Isivyo bahati ingempalia, bado kidogo ingempalia. Lingemkuta jambo. Bana, kuhusiana na hilo la jana, golikipa wa Yanga Djigui Diarra hivi sasa ameendelea kuweka rekodi yake ya aina yake kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu baada ya kufikisha michezo 9 bila kuruhusu goli, akiwa na clean sheet 11 kwa jumla mpaka hivi sasa. Diarra anafuatiwa kwa mbali na golikipa wa Mashujaa Football Club Eric Johola ambaye yeye ana clean sheet 6 katika michezo 10 aliyocheza. Lakini kwa haraka haraka nikupitishe kwenye orodha ya magolikipa ambao wana clean sheets nyingi msimu huu. Djigui Diarra ndiye namba 1 wao akiwa na clean sheets 9, lakini Eric Johola yuko katika nafasi ya pili, clean sheets 6. Musa Mbisa wa Tanzania Prisons yeye ana clean sheets 5 sawa sawa na Jean Amonome kutoka TR United, pamoja na Jonas Amos Pamba Jiji na Aish Manula wa Azam Football Club, pamoja na Zuberi Foba, wote hao kutoka pale Chamazi Azam Football Club. Ali Katoro pia hataki kwenda mbali nao, yeye pia ana hizo clean sheets 5. Kuna timu hapa haina golikipa mwenye clean sheet nyingi. Unataka kusemaje? Unataka kuchokoza watu. Nauliza. Lakini Musambise bwana. Yani unajua una timu ambayo iko pale juu katika msimamo wa ligi. Imekuwepo pale muda mrefu. Na Azam JKT Tanzania. JKT Tanzania. Sio pale muda mrefu sana. Vinala kwa muda mwingi sana. Muda mrefu sana. Sio lengo lako hiyo. Nenda kwenye lengo. Azam timu yako hitaji hapa hivi. Azam ni ngumu kutokana kwamba ngoja. Hapo Azam pale tukijumlisha sasa kwa clean sheets 10 zile. Maana wale makipa wao wanabadilika kila siku. Sasa ndio maana wakati mwingine kwenye orodha wanakuwa nani kocha kila baada ya mechi anabadilisha kipa. Kwa mechi jana na Kafoba. Kwa hiyo nimekuwa kidogo changamoto kuingia kwenye hii orodha. Kwa hiyo tunaweza wameingia wote wana 5. Kwa hiyo sasa msimamo utakaokuja tutakuja na timu yenye clean sheets nyingi kwa timu kwa ujumla wake. Kwa hiyo maana kwenye akisa kwenye timu si ndo Yanga na nani? Kwenye timu sasa unaweza kukuta kule siku aliyopumzika Djigui Diarra labda akacheza Masalanga. Sababu tutakuwa tumebezi kwenye timu. Ni timu sasa, sio tena mtu binafsi. Kwa hiyo utaangalia timu ngapi ambazo zina clean sheet nyingi zaidi. Ndio tunaweza tukaikuta timu ile unaikuta. Unajua mimi namsifu Mbise, yani timu yake iko nafasi ya pili kutoka mwisho, lakini yeye ni miongoni mwa kipa ambao wana clean sheet nyingi. Unajua sio mchezo. Wana nafasi ya pili kutoka mwisho, na unajua unafanya kazi ya ziada 6 alafu nazo. Unajua mapambano yake timu iko nafasi ya pili kutoka mwisho. Yani haya mapambano yake si mchezo. Huyo kipa kweli. Yani anajitoa kwa ajili ya timu.
sababu siku akipotea yeye tu ndo chuma inalala. Kuna sehemu nataka kumpeleka kaka? Pale alipokuwa pana stahili. Angalie tu asishuke tu. Mapambano yake akiishi kama Prison isishuke. Clean 5 zinampa 6 zinampa timu ya ligi. 6 kazitoa wapi? Anazo 5. Mbisi 5. Mwenye 6 nani? Jora. Kwa hiyo 5 nani nyingi. Ila unajua wakati mwingine unajua utamu wa clean sheet huwa unaendana na matokeo bora katika mechi. Ndio changamoto sasa. Sasa nao wana sare nyingi Prison. Yaani ndio hivyo, yani unaweza kujikuta una clean sheet kweli lakini bila nyingi. Halafu hivi kwa mfano kama umecheza dakika 20 ukawa umeumia afu wewe hujafungwa. Alafu hiyo mechi nyie mkaja kumaliza mkafungwa 3-4. Lakini sio umeshatoka. Kwa hiyo wewe bado una clean sheet. Aliingia ndo kafungwa. Unaweza kucheza dakika 5 kwa hiyo kwa sababu una clean sheet hata mechi haijichanganya. Hamna clean sheet hapo. Alicheza kacheza bwana. Mambo unaleta yeka wakati wa Jigi Diara na yule Matampi. Mambo ndio tuangalie vizuri. Kama kaingia katoka nani ana clean sheet nyingi? Mnaenda kwenye kanuni hizo. Lazima uende kwenye kanuni. Ukaingia katoka, ukaingia ukadaka mfululizo kwa sababu kinachoangalia ni muda alikuwa uwanjani. Muda alikuwa uwanjani ndio unaamua kwa sababu mtu mwingine kaingia tu, kuna mechi Yanga amefunga goli dakika ya kwanza tu, ameingia amefunga goli. Kwa hiyo mtu dakika ya kwanza kafungwa. Kwa hiyo amepoteza nani yake. Kwa hiyo kama atakaa dakika 10, 15 hajafungwa akaumia akatoka, hilo ni swala nje ya uwezo, sio la uamuzi wake kwamba hakutolewa kwa sababu hajui kudaka au amekosema ameumia. Kwa hiyo dakika alizocheza zitahesabiwa. Kwa hiyo akanirudisha nyuma kidogo. Tunarudisha tu nyuma kidogo. Unakumbuka rekodi ambayo Uganda waliweka kwenye AFCON iliyopita? Ile mechi ambayo walichezesha magoli kwa 3. Aliumia Onyango, kaingia mwingine. Afikiri mmoja kila mtu ameingia amechukua goli lake, akachukua goli lake. Kwa hiyo umeona sasa hiyo clean sheet hakuna, makipota 3. Yaani unajua hiyo kwa minajili kama hiyo maana yake ni kwamba mnaweza katika mechi moja wote mkavuna clean sheet. Wote mnaweza mkavuna. Yaani kwa mfano kama wale Uganda. Kwamba wote wasingefungwa wote wale magolikipa. Ile ingekuwa clean sheet ya timu. Haiko wanatuvuruga. Clean yako ina mchango, yani ina mikono mingi sana. Onyango umekuja umedaka umetoka. Mwingine alionya amedaka ametoka. Amekuja si nani amedaka. Kamaliza mechi na wote hawajafungwa. Clean sheet ya nani? Tukupe Onyango tumpe alianza tumpe nani. Hiyo clean sheet ya timu, nyinyi wengine pale tulieni. Maisha yanaendelea. Unajua hizi ndio zile wanakuja kuhesabu dakika za mtu alizocheza. Kama mwisho wa siku huyu kacheza dakika ngapi kwenye kutoa tuzo. Huyu kacheza ndio hajafungwa. Lakini kila anaingia kipindi kimoja anatoka. Anaingia mwingine. Hajafungwa kila kipindi anachocheza. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuja kumuunganisha na mwenzake ambaye alicheza msimu mzima. Kwa hiyo ataonekana huyu bora kwa sababu alicheza msimu mzima mechi nyingi. Huyu sio bora. Kuna mwongozo mmoja kama nakumbuka na kusoma unasema angalau huyu umecheza dakika 60. Angalau yaani kama mwongozo unasema hivyo sawa. Dakika 60 ukiwa umekaa pale golini dakika 60 afu umepata hiyo clean sheet sawa. Hii ya kwako. Lakini wewe umedaka dakika 3. Michael, mtu ache.